Semaji, mchezo umemalizika, sare ya mabao mawili kwa mawili kipindi cha kwanza, tukiongoza kufunga mabao mawili, mtani akarudi 2-1 half time, baadaye akaja kusawazisha. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mechi imemalizika salama. Purukushani zilikuwa nyingi kuelekea katika mchezo huu, lakini hatimaye mechi imechezwa na kila mtu amepata kile ambacho anastahili kupata. Kwa lugha nyepesi ni kwamba football imeshinda. Juhudi na jitihada za wapinzani wetu zilikuwa kubwa za kutaka kunajisi mchezo wa leo. Wakitaka mechi iahirishwe na isogezwe sehemu nyingine, lakini yote kwa yote mpira umeshinda, mechi imechezwa na kila mtu amepata kile ambacho anastahili kupata. Kila mtu amejionea hali ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ambayo tulisema ya kwamba unakidhi kuchezewa mechi ya Kariakoo Derby, na kila mmoja ameona kwa upande huo mpira wa miguu umeshinda. Kuja kwenye mchezo wenyewe, mechi ya leo, dakika 10 za mwanzo ilionekana kabisa Simba hii leo anakwenda kupata ushindi katika mchezo huu, anakwenda kufanya mauaji makubwa katika mchezo huu, na tukapata goli la kwanza, tukapata goli la pili, tukiwa kwenye kiwango bora sana na kwenye uongozi wa hali ya juu sana. Furaha zilitawala kwenye mioyo ya wana Simba, tukiamini ya kwamba muda wetu wa kufanya vizuri katika mechi za Kariakoo Derby umefika, lakini makosa ya kimchezo yakatokea, tukaruhusu warudishe goli moja, goli ambalo liliweza kuwarejeshea imani na matumaini na nguvu ya kuendelea kupambana. Kipindi cha pili wakafanikiwa kurejesha goli la pili na ngoma ikawa 2-2. Tunawapongeza wapinzani wetu kwa kuwa na spirit ya kupambana. Timu nyingine ukishatangulia magoli mawili ndani ya kipindi cha muda mfupi huwa zina collapse kabisa, na either zinaanza kujilinda ili wasifungwe zaidi, ama wanaweza kuruhusu kufungwa zaidi kutokana na kuchanganyikiwa, lakini wao waka calm down na wakaendelea kucheza na hatimaye utulivu wao ukawalipa na kuweza kuchomoa na ngoma ikawa 2-2. Sisi kwetu matokeo haya yana pande zote mbili. Pande ya kwanza ni kujilaumu kwa kushindwa kupata ushindi, kwa sababu tayari ushindi ulikuwa katika mikono yetu na tumeshindwa kuuchukua, lakini upande wa pili ni kujipongeza kwa improvement ya timu yetu. Tumefungwa mechi nyingi za Kariakoo Derby na hatukuwahi kuwa na kiwango bora kama hiki ambacho tumecheza katika mechi 6 zote ambazo tumepoteza. Leo hii tunacheza na mpinzani wetu ambaye ametufunga mara nyingi sana, lakini tunaweza tukacheza, tukautawala mchezo, tukapata magoli mawili. Ni jambo la kutia faraja kwenye ujengefu wa timu. Kwenye kuhesabu matokeo ni jambo ambalo linahuzunisha kupata sare hii, kwa sababu tumeshindwa kuclose ile gap, lakini kwenye maendeleo ya timu ni jambo ambalo linatia faraja. Mara ya mwisho lini Simba imepata walau magoli mawili kwa mpinzani wetu? Ukiangalia ni kipindi kirefu. Tangu mechi ile ya Kibu na Inonga, kwa muda mrefu Simba tumekuwa hatuna uwezo wa kupata magoli mawili kwa mpinzani wetu. Hata mechi ya mwisho ambayo tumecheza na kushinda pale Zanzibar tumeshinda goli moja. Kwa hiyo unaona kabisa kwenye hii Kariakoo Derby timu yetu ina improvement kubwa kwenye eneo la ubora, ina improvement kubwa kwenye eneo la kujiamini, lakini makosa yametugharimu na kuishia sare 2-2. Lakini kwa upande mwingine tuna kila sababu ya kujipongeza kwa maendeleo chanya ya timu yetu. Ni matokeo ambayo yamewaumiza wana Simba au kwako unaonaje? Matokeo yametuumiza kwa sababu tulikuwa tunaiona kabisa dalili ya kupata ushindi katika mchezo huu, na of course tulikuwa na hiyo timu bora na timu nzuri ambayo tunatakiwa tupate ushindi. Kimsingi ni kwamba tulistahili kupata ushindi katika mchezo leo, kutokana kwanza tulivyoanza mechi yenyewe, lakini namna ambavyo tulikuwa bora katika mchezo huu. Ushindi ndio ulikuwa haki yetu pekee siku ya leo. Ngoma ikaja kugeuka na na bahati nzuri tushapata magoli ambayo yameitanguliza furaha yetu, lakini baadaye ikaja ikabadilika, tumepata sare. Ni matokeo yanayoumiza kwa sababu
tuhitaji kushinda ili kupunguza gap la alama katika msimamo wa ligi. Kushindwa kufanya hivyo na gap likabaki vile vile alama 5, maana yake ni kwamba hapo tunaingia kwenye maumivu makali, maumivu makubwa, lakini hatuna budi, tunayapokea matokeo hayo. Lakini upande mwingine wa faraja ni namna ambavyo timu yetu imeimarika. Mimi am very sure watakapokuja kucheza na sisi wakati mwingine watakuja na adabu kubwa. Ilikuwa wamesha tuzoea kupitiliza na kuona ya kwamba sisi ni wateja wao, lakini sasa kwa sare hii ya leo, kwa sare ya duru ya kwanza na ushindi ambao tumeupata kwenye mechi ya pale kwenye fainali ya Kombe la Muungano, hasa hivi wanapozungumza kuhusiana na Simba ama wanapoitazama Simba wanaitazama kwa jicho la uoga kweli kweli. Sawa semaji, wachezaji wote wamecheza vizuri, lakini kukupa nafasi ya kumzungumzia mchezaji bora wa mchezo Clatous Chota Chama. Amestahili. Goli la kwanza anatengeneza assist yeye kwa Libase yeye, amefanya runs za kutosha upande wa kushoto kule, akaenda akatoa pasi ya maana, Libase yeye anafunga goli zuri kweli kweli. Lakini goli lake ambalo amefunga yeye mwenyewe acrobatic ya maana kweli kweli, ambalo kimsingi matokeo yangebaki vile, goli ile lingezungumzwa dunia nzima kweli kweli. So far ndio goli bora la msimu. Hakuna mchezaji yote ambaye kafunga tikitaka katika mechi zote ambazo tumecheza. Kwa hiyo kwa Chama kufunga goli lile, maana yake ni kwamba tayari amejihakikishia kuwa mchezaji aliyefunga goli bora. Niliwahi kukwambia siku moja kwamba kwenye ligi yoyote ama kwenye mechi yoyote ama kwenye mashindano yoyote, likisha fungwa goli la tikitaka tunafungaga mjadala, kwa sababu tikitaka ni kitu kigumu kupiga. Kwa hiyo kifanikiwa kupiga hilo ndo linakuwa goli bora, na kwa Chama amefunga goli bora. Tulitamani liwe goli letu la ushindi leo ili tulibebe juu mpaka mwisho wa msimu. Sawa, sema tumalizie. Kwa niaba ya mashabiki wa Simba ambao wamekuja kutusupport hii leo kwa mara ya kwanza, dabi ikichezwa hapa, na nini ambacho kinafuata, kwa sababu ratiba inaonyesha siku 2 zijazo kama si 3 tuna JKT Tanzania hapa. Tunawapongeza wachezaji wetu kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Tulitamani watupe kitu bora zaidi, lakini imeshindikana. Tumeona juhudi na jitihada zao. Makosa yaliyofanyika ni makosa ya kimpira wa miguu. Jambo la muhimu ni wao kutotoka mchezoni. Wamefanya kazi kubwa, wamepata sare. Msimu uliopita tu kwa mfano, mechi zote za raundi ya kwanza na raundi ya pili katika ligi kuu ya NBC zote tumepoteza. Msimu huu raundi ya kwanza sare ya kudhulumiwa, raundi ya pili ushindi wa mpinzani wetu kuchomoa. Maana yake ni kwamba iko improvement kubwa kwenye timu yetu ambayo imeonekana. Kwa hiyo wachezaji wasirudi chini, waichukue ile positive side na twende tukaifanyie kazi. Bado mechi nyingi za ligi kuu ya NBC, twende tukapambane, bado ipo mikononi mwetu. JKT siku 2 zijazo ni mechi ngumu. Always kucheza na JKT tena hapa huwa ni mechi ngumu kweli, lakini tunakwenda kufanyia marekebisho. Makosa kidogo yalionekana katika mchezo wa leo, tuje tukabiliane na JKT Tanzania. Mashabiki wa Simba wamejitokeza hii leo kutusupport. Dhamira yetu ilikuwa ni kuteka uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kwa idadi kubwa ya mashabiki, na hilo limeonekana. Majukwaa yote yalikuwa mekundu na wao walikuwa wachache. Utamaduni wa kugawana nusu kwa nusu kwenye dabi umekufa rasmi hii leo, na Simba tulikuwa wengi kuliko watu wengine kama na wapinzani wetu. Tuwashukuru, tuwapongeze mashabiki wetu. Wamekuja kutoka mikoa mbalimbali na wengine wamekuja kutoka mataifa mbalimbali, na wale wa Dar es Salaam vile kazi kubwa ya kutuheshimisha. Poleni kwa matokeo, haikuwa lengo, lakini kazi kubwa tumeifanya. Tuendelee na mapambano. Shukrani. Asante.